Ndugu zangu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Media, tumsifu Yesu Kristo. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 5 ya Pasaka ya mwaka C wa kanisa. Utakuwa na Padri Pascal Gondo akikuletea tafakari hii. Tuungane pamoja ili kulitukuza na kulisifu neno la Mungu, hasa katika kuliingiza ndani ya mioyo yetu na kuliweka ndani ya maisha yetu katika kuliishi. Karibuni tusikilize masomo. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo na Barnaba wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Wakapita kati ya Pisidia wakaingia Pamfilia, na baada ya kuhubiri lile neno katika Perge, wakateremka mpaka Atalia, na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza. Hata walipofika wakalikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati unatoka katika Zaburi ya 145 aya ya 8 mpaka aya ya 13. Kitikio cha Zaburi kinatoka haya ya kwanza, nacho kinasema: Ee Mungu wangu mfalme, nitakutukuza, nitalihimidi jina lako milele na milele. Somo la kitabu cha Ufunuo. Siku ile mimi Yohane niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema: Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema: Tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio. Haleluya, haleluya. Bwana alisema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyo wapenda ninyi. Haleluya. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, e Bwana. Yuda alipokwisha kutoka, Yesu alisema: Sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake.
Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Amri mpya nawapa, mpendane, kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibu ndugu msikilizaji katika tafakari ya tujano la Mungu, Dominika ya 5 ya Pasaka. Katika Dominika hii ya 5 ya Pasaka mwaka C, somo la kwanza linatueleza hali halisi ya kanisa la wasafiri hapa duniani kuwa limepambwa kwa furaha na mateso. Somo la pili linatufunulia uzuri wa kanisa la washindi huko mbinguni linalofurahia ushindi dhidi ya dhambi na mauti. Na Injili inaweka mbele yetu amri kuu ya mapendo kama kitambulisho cha wafuasi wa Kristo mbele za watu wa mataifa. Kuishi vyema amri ya mapendo kunatusahilisha kuurithi ufalme wa mbinguni. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume ni hitimisho la safari ya kwanza ya kimisionari ya mtume Paulo na Barnaba katika Asia ndogo. Katika Matendo ya Mitume sura ya 13 na sura ya 14, Luka anasimulia matukio ya furaha na huzuni yaliyotukia wakati wa safari ya kwanza ya kimisionari ya Paulo na Barnaba wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Safari hii ya kimisionari ilichukua takriban miaka 4. Somo hili linatueleza jinsi Paulo na Barnaba walivyohubiri kwa ujasiri na upendo mkubwa kwa nguvu za Mungu, wakiwaimarisha waamini na kuwaonya wakae imara katika imani yao licha ya madhulumu na mateso. Imewapasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Matendo ya Mitume sura ya 14 aya 22. Somo hili pia linatufundisha kuwa wazee wa kanisa huchaguliwa na Roho Mtakatifu anajidhihirisha kwa njia ya kusali, kuomba na kufunga, na kisha kuchaguliwa wanawekewa mikono, ishara ya kumpokea Roho huyo ili awaongoze. Kumbe mamlaka ya uongozi ndani ya kanisa sio ya kujitwalia, kujitwika, kujivika na kujitangaza. Hili ni fundisho, onyo na angalisho kwa wanaokimbilia wachungaji feki wanaoibuka katika nyakati zetu wakitangaza injili ya mafanikio. Tutambue kuwa mbinguni tutaingia kwa njia ya dhiki nyingi na imani imara kwa Kristo, na sio kwa mafanikio ya mambo ya kiulimwengu. Katika mji wa Listra, Paulo alimponya kiwete. Hivyo wapagani wakafikiri kwamba Paulo na Barnaba ni miungu, wakamwita Paulo Hermes na Barnaba Zeus. Wakataka kuwatolea sadaka na kafara ya ng'ombe ili kuwaabudu. Paulo na Barnaba waliwakataza, wakararua nguo zao wakipiga kelele, msifanye hayo, sisi nasi tu wanadamu, hali moja na ninyi. Twahubiri habari njema ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Lakini Wayahudi walimchukia Paulo, walimfitinisha na umati ukamgeukia, wakamtoa nje ya mji na kumpiga kwa mawe. Naye Paulo alipoanguka chini, wakafikiri amekufa, wakakimbia wakamwacha. Baadaye Paulo aliinuka na kuendelea na kazi ya kuhubiri katika mji wa Derbe na kuanzisha jumuiya ya Kikristo. Kumbe kutoka Derbe, Paulo na Barnaba walirudi Antiokia kuimarisha na kuitia moyo jumuiya ya kanisa la Antiokia ambayo ilikuwa bado changa kiimani, akiwaeleza kuwa chochote walichotenda ilikuwa ni kazi ya Mungu na si yao, na kwamba wao walitumika tu kama vyombo vya utendaji vya Mungu, na ya kuwa Mungu anawaita watu wote katika wokovu na sio Wayahudi tu. Mungu anamwita kila mmoja katika wokovu kwa kuwa upendo wake ni kwa wanawake na wanaume wa karne zote na mahali popote. Kumbe tunaona kuwa katika safari zake za kitume, Paulo alifanya mambo makuu matatu: kuwafundisha watu thamani ya zawadi ya imani aliyowapatia Mungu alipowaita kumfuata Kristo, kuwateua wachungaji au wazee wa kanisa kutoka ndani ya jumuiya husika ambao walikuwa na jukumu la kuiongoza jumuiya yeye anapoondoka, kuwasaidia waamini wachanga kiimani walioongokea Ukristo kutambua thamani ya mateso na taabu katika maisha ya Kikristo. Katika somo la pili la kitabu cha Ufunuo, Yohana anatupa picha ya kanisa lisilo na dhambi na huzuni, kanisa la washindi huko mbinguni.
Katika kanisa hili hakuna taabu wala mateso, maana kila kitu ni kipya, mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Ufunuo sura 21 aya kwanza. Yerusalemu mpya ni mfano wa ufalme mpya wa Mungu. Yohane anatumia lugha ya Agano la Kale ambapo neno dhambi likiwakilisha dunia, makao ya mtu mdhambi, na bahari makao ya shetani. Je, mimi ni bahari? Au je, mimi ni nyangumi hata ukaniwekea ulinzi juu yangu? Ayubu sura ya 7 aya 12. Kisha nikaona mnyama akitoka baharini, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake ana majina ya makufuru. Ufunuo sura ya 13 aya ya kwanza. Mbinguni hakuna dhambi wala madhara yake. Isaya sura ya 8 aya ya 8. Katika somo hili tunaona utabiri wa nabii Isaya: mimi naumba mbingu mpya na dunia mpya, na ya kale yote hayatakumbukwa. Isaya sura ya 65 aya 17. Huko watu watapata raha na furaha, huzuni na masikitiko vitapotea kabisa, wala hakutakuwa na kifo. Isaya sura ya 35 aya 10 ukitimia. Mungu anafanya maskani yake pamoja na watu wake, anafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Tazama, yote yanafanyika kuwa mapya kwa nguvu ya upendo wa Kristo alipokufa msalabani. Injili ilivyoandikwa na Yohane ni wosia wa Yesu kwa wafuasi wake aliyoutoa wakati wa karamu ya mwisho kabla ya kukamatwa, kuteswa na kufa msalabani. Mara tu baada ya Yuda kuondoka, Yesu aliwaaga wafuasi wake, akawapa amri ya kupendana wao kwa wao. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, amri mpya nawapa, mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Wosia huu unakuwa ndio mwongozo wa maisha yao na ishara ya kuwatambulisha kuwa wao kweli ni wanafunzi wa Kristo. Kumbe upendo ni kitambulisho cha wafuasi wetu kwa Kristo. Wanafunzi wa kweli wa Kristo hujulikana kwa kushika amri hii mpya ya mapendo. Wakristo wa kweli hujulikana kwa kuishika amri hii mpya. Katika Agano la Kale, amri ya kwanza inasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Na amri ya pili nasema, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Kumbukumbu la Torati sura ya 5, Walawi sura ya 19 aya 18. Hapa tunaona kama vile hakuna upya katika amri ya mapendo kwenye wosia wa Yesu kwa wanafunzi wake, lakini kiuhalisia upo. Amri ya mapendo katika sheria ya Agano la Kale ilisema, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Walawi sura ya 19 aya 18. Yesu katika Agano Jipya anatuambia, pendaneni kama nilivyowapenda mimi. Zaidi sana kwa Wayahudi, jirani ni yule Myahudi mwenzake tu, tena asiyekuwa na matatizo. Myahudi aliyekuwa na matatizo, hasa magonjwa walioyasadiki yanatokana na laana ya dhambi, hakuthaminiwa wala hakupendwa. Ndio maana wengine walitengwa na jamii, hasa wakoma. Yesu anaposema hii ni amri mpya, anasisitiza, pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Yesu ni mfano na kipimo cha mapendo kamili, upendo unaodai kujisadaka na kutoa uhai kwa ajili ya wengine. Hakuna upendo mkubwa zaidi ya huu, kutoa uhai kwa ajili ya wengine. Upendo huu hauna vipimo wala vigezo, bali unampenda mtu kwa kuwa ni mtu, au binadamu kwa kuwa ni binadamu, bila kuangalia undugu, ukabila, mafanikio, utajiri, uweza wa kiakili au wenye sifa zinazokuvutia. Paulo anasema, upendo huu unavumilia daima, ni mpole, hauna wivu, haujidai, haujivuni, una adabu, tena hautafuti faida yake binafsi, haufurahii maovu bali ukweli. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 4 aya 6. Kumbe upya wa amri hii ni kutokuwa na mipaka na matabaka. Hakuna kinachoweza kuuzuia. Ndio maana Mtume Paulo anauliza, nani awezaye kututenga na upendo wa Kristo? Je, ni taabu au dhiki au mateso au njaa au ukosefu wa nguo au hatari au kifo? Warumi sura ya 8 aya 35. Paulo anajibu, hakuna kiwezacho kututenga na upendo wa Kristo, wala kifo, wala uhai, wala malaika au nguvu zingine za mbinguni, wala yanayotokea sasa, wala yatakayotokea baadaye, wala mamlaka, wala ulimwengu wa juu, wala wa chini kabisa. Warumi sura ya 8
aya 38 hadi 39. Hivyo mapendo halisi na ya kweli hayachagui wala hayana ubaguzi. Mtume Yohane anatuasa, yeye asiyependa akaa katika mauti, na kila amchukia ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukao ndani yake. Waraka wa kwanza Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 3 aya 14 hadi ya 15. Upendo huu ndio utakaotufikisha mbinguni. Ujio wa Kristo haukuwa kwa ajili ya kufanya maisha yetu hapa duniani yawe ya marahisi. Ujumbe wa Injili aliotoa Yesu sio injili ya utajiri wa mali na madaraka na fahari, bali ni kuubeba msalaba na kumfuata. Inahitaji upendo kuwa na nguvu ya kuubeba msalaba. Taabu tunazozipata katika kuishi wasia wa Kristo wa kupendana visitukatishe tamaa, bali vituimarishe. Upendo ni neno rahisi kulitaja, lakini ni vigumu kuliishi. Upendo si lele mama, unagharimu, uligharimu uhai wa Kristo. Ndio maana anasema hakuna upendo ulio mkuu zaidi ya ule wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Basi tujipe moyo, hata kama tunaishi upendo kwa dhiki yetu haitapotea bure. Utafika wakati Mungu atakapofuta kila chozi katika macho yetu na kutujalia uzima wa milele huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mimi Padri Pascal Irondo.